Nimemuuliza mzee wangu kama kuna wale waimba kwaya wa zamani hapa, moja kati ya nyimbo ambazo nazikumbuka wakati nikiwa diwani, kuna wimbo mmoja unaimba, nikamwona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti iliyokuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu? Na mimi nikalia kwa uchungu sana, kwa kuwa hakuna anayestahili kukifungua kitabu wala kukitazama. Niwape vitu, niwape siimbi bure hapo, baadaye tunanunua kitabu hapo. Bwana, neno lako litasimama imara mbinguni hata milele. Kanisa hili lina waimbaji bora kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Nawaambieni ukweli, hizo ni nyimbo ambazo nilikuwa nazisikiliza na nikiwa ndani napata faraja ya moyo. Naona hawa watu wanamuimbia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nasikia wimbo, Yesu anapenda watoto, Yesu anapenda watoto, Yesu anapenda. Sasa mimi nimeiongezea, Yesu anapenda watoto, Yesu anapenda, Baba anapenda watoto, Baba anapenda, Baba anapenda. Kuna watoto wanakwenda mashuleni, tena napenda, ninao. Kwa hiyo nina furaha sana kuja hapa kwenye jukwaa hili la kanisa ambalo liliniwekea mkono kwenye kichwa. Mzee wangu, mzee Omari Mlenda, akaniwekea mkono baada ya kuja kumwambia mzee, naona kama shetani ananivuruga, nahitaji. Na yeye akaniambia, kamkumbusha hili neno, aliniambia kitendo cha kujua tu shetani anakuvuruga, basi Mwenyezi Mungu amekuongoza. Kwa hiyo nina furaha kubwa, na nikwambie mzee wangu, nimetumika katika harambee kubwa nyingi za kitaifa kwa ajili ya kutafuta pesa, hata za timu ya taifa. Nakumbuka mzee wangu waziri mkuu mstaafu mzee Kassim Majaliwa ashanipa kazi mimi na Mwijaku ya kutafuta karibia bilioni 2 bilioni 2 kwenye umma, na tulifanikiwa kwa siku moja tulipata 1.6 bilioni. Kwa hiyo kazi hii naiweza, na naamini kwa sababu migogoro ya kwenye ndoa inaigusa jamii yetu, watu wengi watatamani kukisoma kitabu hichi ili kujifunza namna bora ya kuepuka vita ndani ya nyumba.